ndo kweli kweli, licho lolote, hakuna kurudi nyuma, iwe vyovyote, hakuna kurudi nyuma, kwa hali yoyote, hakuna kurudi nyuma. Amen. Kwenye mitandao, Mungu awabariki sana. Hongereni sana wote ambao mmekuwa na moyo mkuu wa ibada, lakini hasa ambao mmekuwa na moyo mkuu wa utaratibu tofauti kabisa wa maombi. Mmechukua mkondo mwingine wa kuomba tofauti na wakati mwingine tulioendelea kuomba, na hasa watu wa Dar es Salaam ambao mmetangaza siku 30 za kufunga na kuomba. Hongereni sana, lakini hongereni wengine wote ambao mnachukua hatua sambamba na hizo ama kuelekea hizo, kuomba kwa namna yote ambayo mnaomba, lakini kubwa kuliko ustahimilivu mlioendelea nao kufanya ibada tunazoendelea nazo za usiku, za mchana, za jioni, kwa namna zote uwezazo, hasa ambao mnajua maana, nguvu na thamani inayoongezeka kwa kadri tunapofanya hivyo. Mungu awabariki sana watu wa Mbagala kwa moyo mkuu sana naendelea nao, watu wa Mlandizi Kibaha kwa moyo mkubwa naendelea nao. Kimsingi mimi wasipimi idadi gani tunayokuwa nayo, huwa napima moyo wa wale wawili watatu. Kuna watu yani ukiwaona watu wa aina moja, ni wawili au watatu ni wa aina moja, hilo ni kanisa kubwa. Hilo ni jeshi kubwa. Wakati mwingine tatizo inakuaga leo yupo Adonai, kesho yupo Daudi, kesho kutwa yupo Eliudi, kesho kutwa yupo Majaliwa, kesho kutwa yupo Dani. Hapo hamna kinachozaliwa hapo. Hamna kinachozaliwa hapo. Yaani hata kama ni wengi kiasi gani, lakini mnabadilishana. Leo yuko hapa, hakunaga maharage utabandika, utayaipua, utaweka pembeni, utakuja kuyaleta kesho kutwa, utayabandika hapo kidogo, utayaipua, unakuja kuleta siku nyingine unayabandika. Hakuna maharage yanayoiva. Imani huwa uchochewa, yani mtu mmoja uichochea kwa namna zote kila uchao mpaka kinazaliwa kitu. Otherwise usipoichochea ukaiacha nafasi, yule shetani ambaye alikufanya uwe duni, kuna namna anafanya, anajipanga, unakumempa nafasi ya kujipanga. Kwa mwisho wa siku utajikuta wewe kila wakati, miaka yote watu wanakuonaga pale pale. Lakini kimsingi imani si kitu cha watu kutuona pale pale, kutuona vile vile. Zaidi tunaongezeka miili, tunaongezeka vitambi, tunaongezeka ndevu. Basi aise, umebadilika siku hizi. Lakini wacha sema unabadilika, ni umri umebadilika, ni ndevu zimeongezeka, ni mwili umeongezeka. Hiyo sio. Au wengine wakwambia uko vile vile. Mungu amekubariki. Mara nyingi wanachosema uko vile vile, tabia ziko vile vile, mtazamo wako uko vile vile, malengo yako vile vile. Bila shaka na kama ulikuwa na roho mbaya uko vile vile. Ulikuwa malaya, maana yake ndio hiyo. Jamaa uko vile vile. Mungu wetu asifiwe. Kwa hiyo pongeza sana watu wa Kibaha, moja kati ya watu ambao huonekanaga kwa uaminifu mkubwa. Karibu kila ibada inapofanyika wanakuwepo. Hiyo spirit wameenda nayo sana watu wa Mafinga, ni kama imewapa kustahimili. Lakini wale wa rohoni sana wanasema tutafuatilia ibada kwenye mitandao. Yaani usipofuatilia ibada kwenye mitandao, kuna mambo utafuatilia kwenye mitandao. Kinachofanyika hapa sasa hivi ni unafuatilia kitu kwa kulazimishwa unachotakiwa kukifuatilia, ila wewe unakuwa unataka kufuatilia unavyovitaka. Kinachokuwa kimefanyika hapa ni kile unachoenda kufanya kwenye mitandao.
ni kile kile. Na hata mimi sina simu, mimi nafuatilia za live, ndio kile kile unachofuatilia mitaani. Yote ile ni mitandao. Unaoyaona mitaani humo ndio ilimotolewa mitandao. Mitandao imetolewa mitaani, au yale yaliyoko mitaani yametolewa kwenye mitandao. Kwa hiyo hata kama uangalie, mimi siwezi kuangalia ibada kwenye mitandao. Kule uliko kule huko mtandaoni. Pale ulipo huko mitandao, ila unafuatilia mitandao unayoitaka wewe. Wewe mitandao yako ni ile ya X, ambayo ndani yake utaenda kuzikuta na picha za X. Yaani wewe una mitandao yako fulani hivi. Lakini hakuna mahali siwezi kufuatilia ibada kwenye mtandao. Kuna ibada yako fulani unaifuatilia na kwenye mtandao. Sio wanaabudu. Kwa sababu ibadani tunafanya nini? Tunajaribu kukuonyesha pa kupita, njia bora, ujue pa kupita kwa namna isiyo na madhara kwako na kwa watu wengine. Na mitandao nayo yote unayofuatilia, na kwa shangazi unakoenda, kwa mjomba aliyekutembelea, wote wako wanahangaika, wanatafuta pa kupita cha kufanya. Swala tu ni kwamba ukiangalia reference za wanataka kupita wapi, nani aliwahi kupita, unakuta wengi waliopita pale waliumia. Kwa hiyo kinachofanya mtu asifuatilie ibada kwenye mitandao, hawa wanaona tunaenda wapi kanisani, kule kwa kwenye mitandao. Sio kwamba ni wa rohoni kihivyo. Pumbavu moja hivi anapenda kufuatilia mitandao bila kusimamiwa. Hapa fuatilia mtandao, tunakusimamia usikilize kitu cha aina hii. Jikanyage, lakini sikiliza mpaka mwisho. Choka, lakini sikiliza mpaka mwisho. Hatubadilishi channel. Hatubadilishi, haina kupeleka mbele. Hatubadilishi clip. Ni hii clip. Zaidi kama tuliichelewa tutairudisha nyuma, tujue na nyuma kilikuwaje. Hii umaalumu wa nyakati. Sasa umaalumu wa nyakati ni yale tangu aanze, ni yale hata yale unaenda kuangalia ni yale. Sasa jambo baya tu ni kwamba wale ambao ni warohoni sana hawakuendelea, na wapo waliodhani kitendo cha kutokuendelea wametukomoa, lakini wengi wao wako tu kwenye vichochoro humo, wanajificha tu, wameharibikiwa. Lakini sisi tupo, na sisi tunaendelea. Sisi hatuendelee ili tubishane na wewe. Tulikuwa tunaendelea kwa namna inayoweza kuleta faida. Kwa hiyo kama unaendelea, chapa mwendo. Mungu wetu asifiwe. Wazikia huo wimbo ukaupige ili tuweke alama. Tuishaweka nyingi na ni kama zimefutika, ila huenda Mungu kama anaona vema, kuna wakati kila wimbo utaonekana uliimbwa wakati gani. Uliimbwa wakati gani. Kila wimbo unaweza ukaja kuonekana uliimbwa wakati gani. Na natangulia, kuna wimbo nataka niimbe nione utakayopiga. Hata huo nitaanza kuimba bila kufuata beat. Utafuatisha tu muziki kwa nyuma, alafu baadaye ndo utaanza kupiga kwa tempo maalum. Na hakuna wimbo ambao mimi natimiliki nao. Hakuna wimbo mimi nikisema upige na wewe ukauona unataka kuimba, imba. Hata kutaka kutumia beat ile niliyopigia mimi, imba. Ila tu wewe itapwaya, kwa ni afadhali ubadilishe. Hata producer mwenyewe ili afanye vizuri, ni vizuri abadilishe. Kwa hiyo hakuna wimbo. Unajua wakati mwingine nikipoint wimbo fulani hapa, msema mchungaji naye anawahi. Mimi mwenyewe nilikuwa nawaza sizuii. Hakuna wimbo natimiliki nao.
naomba nikipointi ukaona nimeimba, na wewe nenda kaimbe. Peleleza moyo wangu, peleleza humo, mapenzi yako yatimie na wewe yatimie. Ila tu kwamba tusitegemee tu sana sasa mpaka tuimbe hapa. Naona mimi mapenzi yako niliimba tu siku moja jioni, sijaimba tena, na wewe jioni ipo. Kwa hiyo sio hatuimbi nyimbo ili tukomoane sasa hapa tu. Sema mimi nimeimba, lazima niimbepo. Imba wakati wa ushuhuda pale. Bwana asifiwe. Nasikia Alex aliondoa kwa sababu ili tuwe na muda mrefu wa kuomba. Na kwa sababu pia nyimbo husika wakati mwingine zinakuwa haziko kwenye tafakari ya tunachoendelea nacho. Nakuja tu unaleta wimbo wako Ipiana Mwasiamura. Rafiki yangu Ipiana. Sasa hivi tunaimba, unaweza kufanya. Ona tuleta Ipiana Mwasiamura, rafiki yangu Ipiana. Leo Joshua yupo Alafu alibariki. Tulisema wakati wa kuomba tunaombea hapa. Wewe kila tunapoomba unaombea ndani. Kuna unakuwa na maana gani? Alafu uko umekaa kwa kazi gani? Kwa sababu speaker hizi hazijaangalia, kwa ndio maana unisikii. Umekaa kwa kazi gani hapo? Amoni hapo umekaa kwa kazi gani? Fred naweza nikamwacha amekaa kwa ajili ya kusinzia. Isipokuwa na yeye Amazon tumetoka, kwa hiyo kusinzia na yeye sitamuelewa. Mjifunze kupangwa na kujipanga. Nadhani kuna siku Alexa isimama pakatangaza, huko nyuma usikae ambaye huna jukumu lolote linalojulikana sababu ya kukaa huko. Lakini siku nyingine mkija mnajifanyia mnalolitaka. Jifunzeni kujipanga na kuheshimu utaratibu nao umewekwa. Mungu wetu asifiwe. Sawa. Kwa hiyo sasa tuendelee. Mwalimu nyakati, jana niligusia jambo na kwamba watu wote walikufa wasijazipokea zile ahadi. Na jambo baya sana, sisi wanadamu tunajua ahadi tutazipokea, tutamwomba Mungu, utafika wakati. Yaani kuna wakati ambao aliuweka. Mimi nimewaambia nakosa lugha nzuri ya kuongea, ila mwanadamu ndiye aliye na uwezo wa kufanya wakati wa jambo linalotakiwa kuwa. Mwanadamu haya masaa ya unayoyaona hajaweka Mungu. Haya masaa hajaweka Mungu. Haya masaa wameweka watu. Ni kweli Mungu aliweka masaa mchana na usiku. Lakini kuna nchi zina mchana masaa 18. Kuna nchi zina masaa 24. Yote ni mchana, hawana usiku. Lakini bado kwa sababu mtu alishaweka kutoka hapa hadi hapa ni mchana, na kutoka hapa hadi hapa ni usiku, yanaitwa hivyo. Saa 10 ya usiku, saa 4 ya usiku. Lakini kweupe jua liko juu hapa. Hii kwa huku tuliko huku Sweden si wapi ni saa 4 usiku. Huku tuliko lakini kweupe.
ila unalazimika. Watu ndio walioweka majira, nyakati, miaka. Watu ndio wanaoweza kufanya wakati fulani uwe leo. Kama nilipoenda kwa kina Elia kule Meatu, nikamwambia hakuna sehemu iliyo mbali, iko mbali na akili yako. Hakuna sehemu ni kijijini. Mimi moja ya kitu kilichopelekea nikatae kwenda Dar es Salaam, nisema haiwezekani hiyo, inaonekana mpaka wapagani waovu waanzishie mji paonekane pamechangamka, na nyie mwe mnasema hapa kweli ndio mahali ambapo kila kitu kinatiki, watu wote wanakimbilia hapa kuja kuhiji. Sijui moja kitu nilikataa kwenda Israeli. Mimi ningeweza kwenda. Hadi moja kitu niliwahi kataa, nikasema haiwezekani bwana, ni vema tujue Israeli ilikuwa nini. Israeli ilikuwa uthubutu wa mtu. Yaani kuna mtu aliishi maisha fulani na Mungu akataka kuweka mfano. Sasa wengi tunakwenda kule kwa uelewa potofu. Wengi tunakwenda kule wakati wajibu wetu kwa machache tunayoyafahamu hapa hatujafanya. Mwisho tunapoteza muda tu. Sisemi kwenda Israeli ni dhambi, hakuna kinachoweza kuongezeka. Kuna vitu unaweza kujifunza kwa matendo tu kabisa, kwamba hiki kilikuwa hivi. Lakini sasa huku umeshafanya nini kwenye miongozo midogo hii? Umeshafanya nini? Hii tungeifanya tu sawa. Unaweza ukajikuta kabisa ile Israeli inahamia hapa. Kwa sababu Israeli ni binadamu aliyefikiri kwamba dunia isiwe hivi. Hata kama kuna ng'ombe, kuna mazao, kuna nini, lakini dunia isiwe hivi. Uzao wangu, jamii yangu isiwe hivi. Ndio maana nasema miaka yote 130 ngapi? 137. Miaka yangu yote imekuwa ni ya taabu, ni ya kusafiri. Ni miaka ya taabu. Lakini alikuwa na taabu gani? Mtu ambaye wakati mwingine ng'ombe alikuwa anazaa anachotaka. Alikuwa na taabu gani? Yeye lengo lake alikuwa ng'ombe wangapi awe nao. Yeye alikuwa na kila ambacho baadaye Yusufu alikuja kukifanya, kwamba Yusufu amekuwa sababu ya kuondoa taabu kwenye jamii. Taabu ulikuwa ni moyo wake. Ndio maana hata watoto aliowazaa Yusufu akasema, hujazaa wewe, ni wa kwangu, nipao watoto. Mimi nilitaka hii hali ulionayo hii ndo ingeonekana. Kwa hiyo naomba tu Mungu atusaidie sana. Atusaidie hata kama hayatawezekana, lakini atusaidie tujue wakati fulani ambao Mungu anasema hata utakapofika wakati, tujue wakati ule sisi tunaweza tukahusika. Mimi katika kitu ambacho nimesema nakataa mpaka mwisho kuishi kwenye dunia ambayo nitakuwa mshangaaji wa mambo waliopanga watu. Yaani nitakuwa mshangaaji. Kwa mfano sasa hivi mimi hata kama kuna wanaotafuta kunioa, watafuti kunioa kwa sababu nina kosa lolote. Sasa hivi mbona mimi mpole? Nasema hapo nini sasa hivi? Lakini nataka nikujulishe, mizimu na kuzimu kuna fahamu. Mimi nimehusika kutengeneza watu wanaodai haki. Kwa hiyo kuna mahali pengine unakuwa umetengeneza watu wanakuwa wamejua imani ni nini, kuokoka ni nini, Biblia ni nini. Wakaanza kuishi. Shetani anaanza kuhangaika na yule ambaye kawa sababu ya hawa watu kuamka. Mimi sasa hivi
lioga fulani hivi. Lioga, sisemi kitu. Mimi sisemi kitu. Sifanye kitu. Sijasemapo jambo lolote. Lakini kwenye jamii huko ilifika mahala mchungaji asiyeweza kukemea mauaji, watu wanajua huyu mchungaji njaa. Kwa hiyo wachungaji kwa kutaka, wahubiri kwa kutaka na kwa kutotaka, mashehe kwa kutaka na kwa kutotaka, wamejikuta imekuwa lazima wasemepo mauaji. Hapana, kwa hala haitakiwi. Lakini walikuwepo miaka yote mauaji yalikuwa yanafanya, lakini walau utaona shehe, padri, mtume, afadhali hata mapadri tunaweza kusema wenyewe wako wakati wote ni kama wanapingaga mabaya. Sio kiumba naitwa Mpentekosti. Sio kiumba naitwa Mpentekosti. Yaani Mpentekosti walishafundishana hapa katikati. Ubaya ni kutoa fungu la 10 tu. Yaani yeye asiposhiba, waumini nyie mnatenda dhambi, ni wabaya. Upentekosti ulioendelea hapa katikati, hakuna mhubiri wa Kipentekosti anashughulika na dhambi kwa maana ya dhambi ambayo ni ubaya. Kuna wanaoshughulika na dhambi ambayo ni hasara yake yeye, kuna fungu alijakaa sawa sawa. Hao ndio wanajua. Yule mchungaji wetu mkali sana juu ya dhambi. Unaona hata kikemea sitaki malaya hapa, ni ili tu awachote watu kwa sababu kuna posho analitaka. Lakini umalaya ule mimi ni mkali sana juu ya dhambi. Mimi nakemea dhambi. Ukiangalia kwa ndani sio unakemea dhambi, ni unataka uonekane unakemea dhambi kwa sababu kuna kitu fulani wakikuamini hivyo wataingiza kichwa na miguu na vyote walivyo navyo. Alafu unachomoa walivyo navyo, sema naendeni sasa, mimi nakemea dhambi. Hizi ndio dhambi nimezikemea. Lakini walau kuna kakipande sasa, wapo wanaokemea mabaya. Wapo wanaokemea mabaya, dhambi kwa ubaya unaoleta madhara na kwa watu wengine. Sasa kuna wakati hata kama utokee ukombozi fulani, nilikuwa na wazo hata mchana wale nasema mimi naweza nikatumia tu neno moja kwanza. Jamani, kwenye yako kakeki yako ikiwapendeza, na mimi muone na stahili hapo. Nikajua naweza nikatumia lugha tu hiyo, na ukakuta wengi wakaanza kujua kwa kweli huyu aliwahi kuhusika hapa, huyu aliwahi kutoa njia hii. Elibariki ndio simama mbele huko. Hapo mtu gani kaka? Wewe shughuli zako nitoka asubuhi hadi jioni, mchana. Unakujaga saa ngapi hapa asubuhi kuomba? Mchana? Hauji? Mchana siku ngapi kwa wiki unakuja mchana? Lini wiki ile umekuja lini nini? Shike maiki yangu. Siku hii wiki ile umekuja lini nini? ilikuwa moja tu. Umekuja lini? Ilikuwa ni Jumatano tu. Jumatano juzi? Jana? Ulikuja saa ngapi? Shida, kuna mpango wote wa kuendelea na imani au unaona unaisha mwezi gani? Obwe. Naomba ukate baadhi ya kazi zako. Sawa? Naomba ukate baadhi ya kazi. Ukate mwenyewe. Nje na hapo nakuambia hivi, tafuta mtu muonyeshe wateja wako wa sausage. Wewe utapumzika hata mwezi. Kwa sababu hela kula hata mwaka unayo.
Kwa hiyo utapumzika hata mwezi, na ukimaliza mwezi utaanza biashara nyingine mpya. Kwa ni vizuri zikate sasa, zikate, punguza wateja au wateja wengine mgawie, sio nani ambaye ndio mwaminifu kidogo. Mke wake mwenyewe yuko wapi sasa? Sema naye ni mwenzake tu. Kwa hiyo shughuli zako zikishindwa kukufanya siku 3-4 kwa wiki, unakwepo mchana na jioni, jiandae kugawa wateja wako wote, wape wengine wanauza sausage. Wewe nitakupa pini, kwa sababu kuna siku nikwambia nitakuwekea kibano ambacho ukikivuka utaendelea na imani, usipovuka ndo kwa heri. Nitakuwekea kibano cha patikana kanisani mwezi mzima, toka asubuhi mpaka jioni, kwa sababu nishajua bajeti yako. Kwa hiyo moja ya kujua bajeti yako, mimi sijuagi pesa za mtu, hii nimwambie sasa fungu la 10 sada. Mimi najua ili nijue inavyoweza kukuponya wewe. Kuna mtu ambaye kanishinda, kama nitakuja kwanza kumtreat kwa ukaribu, ujue najua pengine Amoni nilimwacha ishi maisha anayotaka, kwa sababu kumuongoza kusema utamwambia pita hapa, huko kwenye imani huko yuko kwa sababu kumemsaidia, ni kama anaonekana na akili, lakini ana dunia yake tu, ana mambo yake fulani hivi. Huko kwingine unamwona amechangamka huko, lakini kanisani alishagoma kwamba ujenzi unaweza ukapangika. Ujenzi unaweza ukapangika ukaingiza na ibada hapo katikati. Sio muda wote anakuwa kujenga. Afadhali akafuate mizinga. Afadhali aende ampeleke mtu Inyara. Afadhali ampeleke mtu, ukimpa gari wakati wote, ukampa kazi wakati, lakini sio adabu ya kuwepo kanisani. Hiyo sasa ukiangalia sura unaona ngoja tutaabike na wanaowezekana. We mwingine Mungu akituokoa tukawa salama, tutakuvuta. Endesha magari haya sasa, tumevuka. Lakini kwa kweli tusipovuka ni chochote kitafanya. Mtu apendi maombi, haamini kuomba, hauwezi ukasikia anaomba, hata unapoomba linatembea tu. Uwezi kusikia anaomba, alishaachana nayo miaka 7-8 iliyopita. Ndo wengi mliwahi kusikia Amona anaomba. Hana muda wa kushuhudia. Kila ibada anakuja muda nao anaojisikia. Sasa ukiona mtu bado nakufuatilia, ujue najua bado mbegu haijafa kabisa. Haijafa, lakini ukifika mahala umenishinda, basi sasa njia ya kunishinda ndio ngumu sasa. Kwa sababu nikija kupiga tu kwamba kaka, kuanzia mwezi huu leo mwezi mzima usiende kokote, ukikiuka hilo tu sitakuja kushughulika na wewe. Takuacha, ukisinzia sinzia, ukija njoo, au jaja hapana. Wengi wenu wa mwezi mkaendelea. Mwezi mkaendelea. Mimi najua mliwahi kuwa huyu aliwahi kufanya biashara za minada na pesa nyingi sana. Mke alikuwa anachezea mikong'oto tu. Ndoa ilikuwa imekalia kutikavu. At any time alikuwa anaendelea na mambo mengine tu. Ndoa ilikuwepo. Leo kaja ni kama kakaa kwa Mungu tena akarudi, isipokuwa kwa njia nyingine. Sasa mnakuja utafikiri kaja kuiba. Si tunapoomba hapa yeye anaombea humo ndani. Humo kimtuma sio na mlango wala Amosi bado anafungulia au anaruka tenti ile.
Wengi wanaruka. Ni watu ni majambazi je, mwemwe. Sasa msinicheleweshe, siulizi tena hapa. Naomba siweko mtu wa kupita kule, asiweko. Amos, usimfungulie yeyote, isipokuwa kuna bidhaa na kuna kibali maalum kutoka huku. Kuna kitu kinatakiwa kuingiliwe kule. Usifungulie yoyote baba. Asi kwa sababu kwa wazi anachejewa. Ndio wana bida wabiaga nyie bado majambazi sugu nyie. Nyie bado ni majambazi sugu. Afichaye dhambi zake hatafanikiwa, bali aziungamaye. Unataka kuondoka, ondoka peupe tu, tunajua masaa yako haya. Unaingia umechelewa, ingia peupe. Tutakusaidia kirahisi tukijua ratiba na aina ya maisha yako. Nishaambia mimi bado kijana kwamba makanisa yalikoanzia yanaanziaga kuharibika, sio hapa. Sio hapa. Hautaharibika na ukaendelea kusurvive hapa. Hapa utaharibika, kilichooza kitaokotwa, kinatupwa. Mungu wetu asifiwe. Sasa nakuomba sana sana, fikiri haya. Sisi tunaweza tukaufanya ule wakati. Wamekufa wenzetu, lakini hatuwezi tukasema wote tunakufa. Hatujazipokea zile ahadi. Tunaziona tokea mbali, tunazishangilia. Ni vizuri wengine tuweke kigingi mahali. Tuweke kigingi. Kama nakufa Mungu, acha nife, lakini naomba mimi ndo niwe sababu. Kuna watu wanalia kule, kuna watu wanalia sema lini utatulipia Mungu? Anasema bado wakati. Kuna watu waliteswa kwenye maeneo kadha wa kadha, na wenyewe wakawa nasubiri Mungu awafanyie kitu fulani, anasema nasubiri idadi fulani. Sisi tunao uwezo wa kuwafariji watu waliotangulia kuondoka duniani, kwa sababu ya malipo wanayotaka yalipwe. Tunayo namna ya kuwafariji watu wanaoishi sasa hivi, tukiwemo na sisi wenyewe, kwa sababu ya mkwamo. Kwa nini? Wakati mwingine kuingia kwenye mateso sio kwa sababu tuna dhambi fulani. Kuna mahali kuingia kwenye mateso ni ili tujue sound ya mateso, tujue ladha ya mateso, tujue vile ambavyo hautakiwi ukae siku nyingi kwenye mateso. Tujue vile mtu ambaye alikuwa kwenye mateso alikuwa anatafuta ingewezekana iwe mwisho leo. Mimi ninavyowafikiria wafungwa sivyo unavyowafikiria wewe. Mimi ninavyowafikiria wafungwa sivyo unavyofikiria wewe. Mimi wafungwa nawafikiria na nilipokuwa kule niliwaambia, kwa hiki nilichokiona na maisha yangu yote nitakayoishi, mhakikishe kujua nitaishi kutafuta njia itakayofanya. Kama kuna watu watakuwa wengi kwenye gereza la hii Rwanda, watakuwa 200 au ni wengi. Kama watakuwa wengi, hayo ndo maisha nitakayoishi, kwa sababu niliyaona maisha ambayo saa moja ya kuwa huru, siku moja ya kuwa huru wanaitamani sana. Moja tu, hata angeachwa awe huru siku moja, tarudi mwenyewe, wanaitamani sana. Kile kitendo cha kujua wanavyoitamani hiyo siku kinanifanya niwe nawafikiria tofauti na unavyowafikiria wewe. Kwa hiyo kuna maeneo tunaingia kwenye shida ili tujue walio kwenye shida wangetamani watoke. Kuna maeneo huwa tunataka nitoke leo kwenye shida hii, nitoke leo, isivuke leo, na kesho itapita, na kesho kutwa itapita. Hiyo Mungu, kuna wengine anakuambia kwamba ulikuwa usikii, ulikuwa unafanya chochote kile, hapo ndo malipo yako.
Lakini kuna wengine anataka tujue walio kwenye shida za aina hiyo kwamba wako katika hali mbaya kiasi gani. Kwa hiyo katika kuishi tunakoishi ni vizuri tusiwe wote tunajua tu kabisa kwamba wakati wa Mungu ukifika uko wapi. Hivi kabisa nyie kichwani mnajua Mungu anaangalia haya masaa tunayoangalia haya. Anasema hivi, siku moja ni kama miaka 1000. Na miaka 1000 ni kama siku. Naomba usome hilo andiko. Usome katika Petro mahali fulani pale. Usome. Yaani ujuage lile jambo ambalo unataka wewe likae miaka 1000. Bado wakati miaka 1000. Mungu anataka leo. Anataka leo. Unalotaka litokee leo litakuja kutokea baada ya miaka 1000 kulingana na unayoyafanya. Kulingana na unayoyafanya. Nani ameliona? Nani ataliona? Sasa mimi mwenyewe nimekutajia tu alafu sachi. Tatumia nguvu mahali ambapo patahitaji nguvu. Sasa hapa Biblia yote hapa tuna mapito yetu fulani hivi. Siku moja ni kama miaka 1000. Petro wa pili 3:8. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 8 anasema, ndio. Lakini wapenzi, ndio, msilisahau neno hili kwamba ndio, kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000. Naam. Na miaka 1000 ni kama siku moja. Endelea na mstari mwingine. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake, kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yoyote apotee, bali wote wafikirie toba. Bwana hakawii. Kweli hakawii? Kweli hakawii? We tangu uanze kusema Mungu kweli hakawii? Unaona, lakini kwa nini inaonekana ile andiko lina tafsiri? Kwa nini inaonekana hukawia? Ni kwa sababu anataka asiwepo atakayepotea. Manake mkifanya vya kufanya mkawabadilisha waliokuwa naelekea kupotea, Mungu atafanya leo. Amen. Mkifanya lile ambalo lilitakiwa liwe, na mambo kuwa hayawi kwa sababu wakati fulani unaona umefika. Mambo yanakuwa kwa sababu umefanya sana. Mambo wewe utakuja kuwa na hela kwa sababu utafikisha miaka 45. Wewe utakuwa nazo ikiwa umepita kwenye mikondo ya hizo. Yaani umejaribu mikondo ya hizo, ndo mara nyingi utazikuta humo. Hata kwa mfano niweke vizuri hata ile kauli sema Mungu wapa wenye bahati. Hata wenye bahati, kwa mfano kulikuwa na watu ambao tukienda kuokota hela walikuwa naokota wenyewe. Hata wenye bahati kuna mahali wanakoenda ili aone bahati. Kwa mfano wewe una bahati ya kupata madini, dhahabu. Tuko hapa ndani hapa. Utaokota dhahabu hapa? Si una bahati wewe? Si una bahati ya hela? Kwa hata waliokuwa na bahati ya kokota hela kilabuni, tulikuwa ila enzi za Mwinyi kule. Alipokuwa anatawala Mwinyi alizifogoa hela ghafla. Wananchi walikuwa na hela ambazo hawakutazamia. Nyerere alibana sana hela. Alibana sana. Mwinyi alipokuja hela iliachiliwa. Kwa watu walikuwa wanazidondosha ovyo kwa sababu hawajazoea kuwa navyo. Ilikuwa ni uhakika kwenda kilabuni na kuokota hela asubuhi. Ilikuwa ni uhakika. Yaani ilikuwa ni vigumu sana ipite leo, kesho
Hamjaokotapo. Lakini maskini wa Mungu. Kulikuwa na kijana ambaye yeye, mimi kila nikienda nakula tu jangu hizi. Kila mimi sikuwahi kokota kilabuni, lakini kila tulipoenda waliokota. Unakuta tu tunakwenda hivi sababu nilichokuwa nafanya nisiokote. Mimi nilikuwa naangalia wanaoangalia hela. Mimi nilikuwa naangalia wanaoangalia watakapookota. Ila atakapookota tu ijangu hizi, na mimi ndio nilikuwa naanza kutafuta pengine. Lakini baada ya muda nikitafuta kidogo, machara yananicheza kwamba huku itakuwa ziko kula anakotafuta. Ninapofika tunakuta ijangu hizi, yani yangu hii, ya kwangu hii. Kwa hiyo hata ukisema Mungu hawafanyii wenye juhudi, anawafanyia wenye bahati, na wenye bahati lazima waende kwenye maeneo ambayo hata bila bahati, hata wasio na bahati hupata. Haleluya. Yaani hata kama una bahati kiasi gani, lazima ucheze maeneo ambayo hata wasio na bahati wanaweza kupata. Kwa hiyo Mungu hakawi, lakini hilo unaweza kulikataa kabisa. Mimi na wewe hakawi, ndio maana gani? Hakawi kwa tafsiri gani? Mungu kinachomchelewesha ni mimi na wewe kutokufanya kila ambacho alitaka tungefanya, kwa sababu hataki watu wapotee. Sisi hapa tuko tayari anyonge wote, auwe wote. Lakini kuna mara tunasahau, wewe kuna miaka fulani ulikuwa hujajitisha kwa Mungu kwa kiasi kama hiki. Angenyonga mwaka 2000. Wengine wamesema tulikuwa 3 tutazaliwa, kwa hiyo vingeishia huko. Angenyonga tarehe 23 mwezi wa 9. Wengine mkoa watakatifu kivile, pengine ni hizi siku 2 baada ya maombi haya kidogo ndo akili imekukaa sawa sawa. Na inawezekana kabisa ni maombi, Mungu alitaka tuingie kwenye umaalum wa nyakati kwa maombi kwa sura kama hii, ili wewe akili kukae sawa sawa. Na wewe sasa unasema kwa kweli, kwa hapa lije lolote, hapa niko tayari. Sasa muda haumo kwenye masaa. Muda wa Mungu haumo kwenye masaa, haumo kwenye tarehe. Muda wa Mungu umo kwenye wajibu. Ndio maana nasema siku 1000 yeye kwake ni siku moja, na siku moja ni siku 1000. Yale unayojua yanaweza yakatendeka, pengine ipite miaka 1000. Hayo Mungu anaweza akayafanya leo. Yale unayojua yanaweza yakafanyika leo. Usipotimiza wajibu wako, kizazi chako kitapita, cha watoto wako kitapita, cha wajukuu zako kitapita, vitukuu kitapita, alafu lile jambo halitatokea. Kwa hiyo katika mambo ambayo natamani sana mimi na wewe, hususan nyie, mfunguke. Funguka. Ona, kwa mfano pale mwanzo nimekwambiaje? Nimesema hivi, waliokufa wote, waliotangulia, wanaotulaumu ni sisi tulio hai, kwa sababu na wenyewe hawajapata raha kabisa. Raha ambayo walitaka kuipata, waliojitolea kwa Mungu, hawajaipata. Tulio hai bado tunalaumiwa ni sisi tunaosema tumcha Mungu. Wasema Mungu wenu na atusaidie sasa, Mungu wenu na atuokoe sasa. Sisi tunao uwezo wa kuwafariji waliokufa na walio hai, na tukajifariji sisi. Ila nimesema mengi ninayohubiri mimi, mengi ninayohubiri mimi anakuwa ni yale ambayo hata wewe, hata mimi tu nikikaa nasema ukweli hayawezekani. Lakini
tukiyafikiri kwa uzito, hata tukihamasishana, hebu tuombe zaidi, unaweza ukajikuta kuomba unaongeza bidii, kwa sababu kuna jambo lina nguvu. Tukikwambia tuingie kufunga, unasema acha tufunge, kwa sababu ni kama. Kwa hiyo mimi sisemi tu yale ambayo utayafanya leo, lakini nasema yale ambayo aghalabu utakukiawaza, utakukiawaza uyajue kwa uhakika, kwa sababu kuna vitu ambavyo mimi amesema hata Alex hapa, mimi mara nyingi sihubiriki vitu vya ufunuo. Mimi naisoma Biblia ile aya, kwa mfano tufanye mwaka mmoja ni kama miaka 1000, miaka 1000 kama siku moja kama. Wewe usihubiri kwa ufunuo, fafanua. Usitumie ufunuo. Tufanye mimi nimelichimbua kwa jinsi ya kiroho. Ili jambo huwezi kulifahamu hivi. Ukielewa? Maana sio hiyo. Si mstari unaofuata unafafanua. Mungu akawii. Ila kinachoweza kufanya ujua amekawia, kwa sababu kuna watu ambao hakutaka wapotee, alafu hakuna mtu ambaye hakuangaikia. Ndio hicho kitakachochelewesha. Hii Biblia nakwambia wewe ungeisoma hii Biblia kwa akili yako ya kawaida. Wewe ni jitu, wewe ungekuwa shida. Wewe ungekuwa unaisoma hii Biblia bila ufunuo wote. Nyie wote Biblia hii haiwasaidii, kwa sababu kila unapoisoma una tafsiri fulani uliingiziwa. Kila uliposoma kuna tafsiri fulani uliingiziwa uliko sali, uliposikia wanaisoma, imekwisha. Kwa kusoma hivi imekwisha. Tayari wewe kila unapoona pale imekwisha. Nimeshaona sasa. Imekwisha. Imeishaje? Yaani alisema imekwisha akiwa amefanya nini na nini? Alisema imekwisha nini? Hilo hamna. Lakini kuna mtu alikwambia imekwisha, imeisha, imekwisha. Ndio maana Biblia huwa tunaisoma alafu tunaonekana ndo tumedata, ndo tumeharibika. Ndo tumeharibika. Vitu vya kijinga tu, vya kijinga. Hii tungeisoma kwa akili ya kawaida tu kabisa, kwa malengo ya kawaida kabisa, wala hauhitaji hata maombi. Hauhitaji hata maombi. Maombi huipaka mafuta tu. Huipaka tu mafuta, unaielewa kwa uzito unao, lakini kuielewa kawaida hivi itaka mtu afanye nini? Ni akili ya kawaida. Sasa hebu soma Ufunuo sura 6 mstari wa 9. Uone vile tunavyoweza tukawa faraja sisi. Ufunuo sura 6 mstari wa 9 nasemaje? Ufunuo wa Yohana sura ile ya 6 na ule mstari wa 9 nasema, naam, na alipoifungua muhuri ya 5, ndio nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu, ndio, na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao, ndio, wakalia kwa sauti kuu, ndio, wakisema, ndio, Mola, mtakatifu, mwenye kweli, ndio, hata lini kutokuhukumu wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi? Ndio. Nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu, ndio, nyeupe, ndio, wakaambiwa, ndio, wastarehe bado muda mchache, hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na ndugu zao watakao wao vile vile kama wao. Mungu wetu asifiwe. Kuna watu wanawachelewesha nyie, wale watu wasilipwe, wale wabaya wasilipwe mabaya. Kuna watu wanawachelewesha nyie mliouawa, lakini waliouawa wanatamani na wenyewe wangeona hawa wabaya wanalipwa mabaya. Sasa naomba nikusaidie kitu. Mungu nia yake sio kwamba kweli baada ya hesabu haijatimia tutakaouawa, kwa anataka na sisi tuuawe. Fahamu sababu inayofanya wabaya kuwaua watu wema. Ifahamu sababu. Sababu ni kwamba watu wema inaonekana mashauri yao yana hasara. Watu wabaya hao, wengi wao hawafanyi mabaya kwa sababu tu ya kukomoa. Wengi wanafanya mabaya kwa sababu wanataka wakushikisha adabu wewe
ili na mtu mwingine asije akawagusa kwenye ubaya wao. Kuna kitu wanataka kupata au walipata. Sasa kuna mwenye kimdomo. Nishakwambia hata wezi wanapoingia kwenye nyumba fulani anapiga kelele, wewe wa kwanza unayetoka. Yaani wewe wa kwanza ndiye ambaye hata wakikukosa usiku huo watakutafuta siku nyingine. Kwa sababu watataka wewe uliyetoka kusaidia ndiye wakuumize, ili asija katokea mtu mwingine, kama kuna watu wanamuumiza, wanamuibia mtu akawasaidia. Ndio maana mimi nikwambia wewe, umewahi kuona wezi wakimuibia mtu Mwanjerwa sokoni, barabarani? Umewahi kuona? Lakini ulibaki tu, mwe wanamuibia mwe, wamuokoe jamani, wamuokoe. Usiwamwambie, wamwambie wana. Wewe mwenyewe ulishindwa kuongea kwa sababu kuna shughuli fulani wale jamaa ungeona nasema sasa tumeachana na huyu, ila wewe tutahangaika na wewe. Kwa hiyo yule amekuibia simu. Kwa hiyo kuuawa sio kitu ambacho ilikuwa kabisa wote tutaendelea kuuawa. Mungu aliweka habari za uhodari na ushujaa. Ni vyema tu tunafahamu kwamba wauaji kuna kitu, kwa mfano kwenye nchi yetu na kwenye mazingira yetu tunayoishi, kwenye hali na dunia tulionayo, sehemu kubwa ya walioua watu wanaua kwa sababu wanataka hela ziwe zao. Yaani hela zote zizomo nchini ziwe zao, lakini wasijue hela zilizopo ni ndogo kuliko ambazo hazijavumbuliwa kuwa hela. Yaani hela zozote wanazoficha nchi yoyote ni ndogo kuliko ambazo hazijavumbuliwa kuwa hela. Zenyewe zipo tu, yaani zenyewe hela zipo tu, zipo nyingi, na hizo walizo nazo ikiwezekana hawajui hata sio pesa. Wakitaka siku yoyote waliowaambia ni pesa, wanazifanya sio pesa. Sasa kuambia jamani, hata hizo zote mlizoiba hatutadai. Njooni tuzungumze, tuzitafute nyingi kuliko hizo. Kwa sababu vyote unavyoviona humu duniani vimetoka kwenye udongo. Vyote kwenye maji na kwenye udongo, vyote. Na udongo bado mwingi tu, udongo mwingi kuliko vinavyoelea, mwingi kuliko vinavyopaa, mwingi kuliko vinavyotembea. Udongo ni mwingi. Tafsiri yake hivi vitu bado ni vingi hapa chini, ni vingi ambavyo havijavumbuliwa kuliko hivi. Kwa hiyo kuna lugha unaweza ukaitumia, hawa jamaa wanaweza wakaelewa, ila uwe hodari tu. Wasema hivyo mlivyoiba, hivyo mnavyovitaka muwe navyo, njoni tu tuzungumze. Wewe unataka kila mwezi unapata milioni 50 na posho zingine nyingi unataka unapata walau hata kila mwezi bilioni 1. Njoo tukae chini. Sisi ni wachache kuliko kiasi kinachoweza kuibuliwa hapa chini. Kwa mfano, mimi kuna vitu ambavyo niliwahi kufikiri, nikasema, kwa mfano mimi nilisema nikipata, yani Mungu akosee njia, aseme kwa kuwa nampaga yeyote nimtakaye nakupa na wewe. Nisema mimi naweza nikavunja wizara zote nikaacha hata moja au mbili katika wizara zilizopo, sababu zote naonaga ni kama ni wizara za usumbufu na vikwazo. Yaani ukiniambia hii wizara ya nini ya Madina, wizara ya usumbufu na vikwazo. Wizara ya elimu, wizara ya kuharibu akili za watu. Wizara ya afya, wizara ya kutumia ambavyo hawana uhakika ni salama au sio salama. Yaani sionagi
wizara ambayo ni ipo kwa ajili ya utu. Sasa kuna akili za kujaga, hao wafanyakazi sasa watakuwa wapi? Unawastaafisha wote alafu unaendelea kuwalipa mshahara ule ule ila hawaendi kazini. Yaani askari unafukuza wote. Katika moja ya kitu ambacho nilikuwa nakiwekea kwamba unaweza kukiacha, sikukiona vizuri kwa sababu sasa kiliponipelekesha mwenyewe ndio nikajua. Kitu cha kwanza kabisa nimesema Mungu mpa yeyote, na anayempa nampa kwa sababu anajua na maono yake. Yaani mimi cha kwanza ninachoweza kufanya, cha kwanza tu kabisa, jeshi la polisi nalifuta. Linafutwa lote. Alafu hawatalalamika, kila mtu atapokea mshahara. Kwa sababu era zipo. Era za kumgawia yeyote asipofanya kazi, yeyote zipo. Zipo wapi? Kwenye udongo huu, vyote vimetoka kwenye udongo. Zipo, na udongo bado ni mwingi kuliko vinavyoelea, na vinavyoelea, vinavyotembea, vikitembea sana vinarudi hapa kwenda kuongeza mwingine. Kama wengine mtafanya tafiti hizo hao muelewi. Udongo ukikaa kwenye maji, kwenye mito, hubadilikaga kuwa jiwe. Sasa inaongea sayansi ngumu sana. Inawezekana hamjaikuta shuleni. Ila mimi nimeikuta Kabangarara kule, tulikuwa tunanywesha ng'ombe maji. Ilikuwa magema maudongo yakimomonyoka. Sasa inajua nimewachanganya. Maudongo yakimomonyoka yakaenda majini. Linapunguzwa na maji inapunguzwa, kadri inavyopunguzwa linaimarika. Kuna mahala linaacha kupunguzwa, inabaki pale. Unaikuta kuna mahala mlikuwa mkilikata ina buguju. Siku zingine mkienda mnakuta limekakamaa. Hamkate kirahisi. Siku zingine mnakwenda ni jiwe kabisa. Miamba huundwa. Means udongo. Sasa mimi uko kwenye elimu nyingi sijapita, lakini humu duniani tu naziwaga elimu zote zilitolewa kwenye utafiti wa kawaida ambao watu walikutana nayo haya mambo na ikawa elimu. Mungu wetu asifiwe. Kwa hiyo tafsiri yake, udongo bado unabadilika. Haya, udongo mwingi unaona ukibebwa baadaye unakuta ni mchanga. Ukienda majini mle unamozunguka, utazunguka, mwisho wa siku utakuta udongo umebadilika ni mchanga. Maana yake hivi vitu bado vinabadilika hivi. Kwa hiyo mimi wanasemaga ninao uwezo wa kufukuza wafanyakazi wote, manesi wote, madaktari wote. Nini? Haiwezekani mwe mnatutibia madawa tu ambayo mjui vimo nini kikubwa, mmeambiwa viko salama. Hiyo elimu hapana. Elimu lazima wewe mwenyewe umejua kuchanganya mzizi huu na kitu hiki na kitu hiki na kitu hiki, unakijaribu kwenye maisha yako kwa namna mbalimbali, kwa panya, kwa wewe mwenyewe, alafu unakitoa kuwa ni tiba. Lakini sio vya kuletewa tu, unaletewa unasema na wewe uko pale, mimi ndo daktari mkuu. Daktari mkuu wa nini bwana? Daktari mkuu wa nini? Wakuambiwa hii ni dawa. Wakwambia ingredients, kuna mafurisium, kuna peke la parachichi, kuna peke la limao. Na wewe hii ni dawa nzuri sana hii. Ina peke la limao. Wakati hamna hata peke la limao. Ni supa zimesagwa kwa ajili ya kwenda kukata utumbo wa watu. Mwisho mpaka zimekata utumbo wa watu 7 ndo mnagundua hii dawa ina madhara. Lakini kulikuwa na haja tuwe na watu wanaoweza kujua.
ujite waziri wa afya, umesimamia misingi yote afya kwa 100%. Mungu kwenye kila nchi aliumba, hususan kama nchi yetu, aliumba na kila kitu kinachohitajika. Hatukuhitaji tupate kitu chochote kutoka nje, chochote. Kwa hiyo moja kitu ambacho naye na stiki zinamwangaisha sana stiki. Kila ikifika hapo lazima achanganye stiki. Mwisho wa siku unaweza mtu yoyote, Daudi kabla hajaenda Kigoma, unamwambia kila mwezi utakuwa unapata milioni 50, achana na Kigoma. Sio kwa sababu umefanya kazi. Hongera, wewe ni binadamu. Hongera, wewe ni huyu mtu. Atuendi kufanya kazi, hakuna mvivu hapa. Hakuna mvivu hapa, mimi niwaambia, hakuna mwenye usingizi mwingi hapa, hamna. Mimi hata kama yatashindikana haya, naomba tu Mungu tu ujue mimi haya ndio mawazo. Hakuna mwenye usingizi mwingi Afrika. Hakuna mvivu. Kinachotufanya tujikute ngoja leo siendi. Jana ulienda huku ulijigonga. Ulienda huku ulimpa mtu akasema uje uchukue jioni, ukamkuta hayupo. Sisi kinachotufanya tuwe na usingizi mwingi kwa sababu hata nikiamka ninaenda nikubahatisha tu. Hata nikiwahi kuamka naenda nikubahatisha tu. Hakuna mwenye usingizi mwingi. Hakuna mvivu katika sisi hapa, hakuna. Hakuna anayependa kusafiri. Hakuna anayependa kusafiri. Sijui nikawasalimia Kigoma. Kuna vitu vimekataa. Mwisho wa siku unakuta inakuja kumbukumbu yani mama sijamuona siku nyingi, alafu pale kanisani nitakuwa amepoa nikawaamshe. Daudi akawaamsha Kigoma. Wila akawaamsha Songea. Anaenda kumwamsha nani? Yani wakaombe tu maombi. Baba, watu nafikiri wanakula maombi. Kwenye maombi kuna kitu kinatafutwa. Wakaamshweje hadi kwa mfano? Wakawa nazifikiri ibada hizi. Huwa tunajikuta tu ni watu wa kusafiri, vitu vimeharibika. Vitu vimeharibika. Kwenda kuongea kwa rafiki zako si kwa nani, ni vitu vimeharibika. Wazungu hawanaga katazo lolote usije kuongea au sijui nini, lakini hakuna anayesikia kwenda kwa mwenzie. Sabufa muziki tunayopiga ni vitu vimeharibika. Ni vitu vimeharibika. Simu hizi tunazoangalia muda wote, TikTok, YouTube, ni vitu vimeharibika. Yaani wewe una cha kuangalia kwenye hii dunia zaidi ya kuangalia unachokuwa umetoka kufanya, zaidi ya kuangalia kile kinachokuwa kimerahisisha maisha ya mtu mwingine, zaidi ya kuangalia mtu mwingine anacheka, unaona mambo ni rahisi kwa sababu wewe ndio umefanya, na anasema kila laheri bwana, asante sana. Hilo ndio jambo la kufanya. Lakini hivi ambavyo ukifanya, pengine umesonga hata ugali, umejitahidi sana, ukaweka na mboga, unafika unakuta sasa mboga gani hizi? Unaanza yani nimejitahidi kwa kesho, tutasubiri kile ambacho tutataka tupike wako wetu. Hatuna kinachotia moyo. Ndio maana tunasafiri, ndio maana tunafikiria ningejua kwa Arusha, niende kwa baharini, niende. Kuna vitu vimeharibu, kuna vitu vimekataana. Huyu mtu akiseto hahitaji kwenda kokote. Kwa hiyo moja ya vitu ambavyo tu unafikiria, unafuta kazi yote, alafu hakuna wa kukulaumu kwa sababu kiasi ulichokuwa unapokea utaendelea kupokea.
ilikuwa upande ngazi, mshahara ongezeke, utapanda. Ila moja ya sababu pia wote mnafukuzwa, ili kila mtu achunguzwe alihusika kiasi gani hasa kuua watu. Kwa linaundwa jeshi lingine kabisa, lingine. Kwa usizani tu mshahara utapanda, unakuwepo uhuru wa wewe kukufuatilia. Alafu mnafukuzwa siku moja tu, kila mmoja pie nje, mafaili yote yanabaki, hakuna utakayeingia. Kwa litakuwa linapitiwa moja moja. Na mwanadamu kwa jinsi alivyo na akili, kusoma tu mafaili unajua mambo yalivyokuwa na kwenda. Uhitaji ufafanuliwe na mtu. Kile utakayemwita ni mtuhumiwa, kaa chini. Jibu hili lilikuwaje? Hapa niliona, nikasema hivi, tukaona, tukafika, tukasema hapa. Haya, ndani. Kwa sababu ilipoambiwa watakatifu watawakanyaga waovu, bila shaka utaiona tafsiri yake hapa. Sasa achana na huko, tuache huko, kwa sababu vingine ni kama ndoto za Abunuwasi. Lakini naomba uelewe, kuna watu wamekufa wanasema, lini Mungu utatulipa? Sema bado wakati. Huu wakati si tu watauawa. Mkijua kwa nini wengine wanauawa. Kwa mfano, hapa nyuma na mpaka hapa tulipo, mtu aliyekuwa anapinga mabaya, anapinga utekaji, anapinga uuaji, inawezekana tumepotea sana. Lakini hapa tulipo hapa sio kitu ambacho kimeendelea hapo sana ili wiki. Sio kitu kimeendelea hapo sana ili wiki. Tafsiri yake vile vitu vinaweza vikaja kuondoka. Lakini kwa nini akijaendelea hapo hapa? Wanaoongea wameongezeka maradufu. Kwa hiyo kuna mara inaonekana hata tuamue kuteka, tunateka wangapi? Katika moja kitu kilichochanganya hapa, wanaoongea mashehe wameongezeka kuongea, hapana haki, pauaji hapana, unayeua mtu hala, una pepo, si nini. Wameongezeka mashehe, wahubiri wameongezeka, vijana mitaani wameongezeka. Kwa hiyo swala la tuue nani na nani na nani limekuwa jambo ambalo si rahisi tena. Ni mazingira hayo mauaji huondokaga. Ni mazingira hayo unakuta wote wanaimba haki, wote wanaanza kuimba haki, kwa sababu sasa hivi wimbo haki umeanza kutembea. Umeanza kutembea. Unaona mpaka kuna jaji mkuu Masaju, jaji mkuu mwingine, wengine pengine mko dunia nyingine, jaji mkuu mwingine Juma aliyetangulia, hata kuona leo alikuwa wapi, ameongea nini, ilikuwa ni vigumu. Leo kaja huyu mwingine Masaju, katika wakati kama mazingira kama haya, ambayo pengine mwingine tulikuwa tunaweza hata tukawa na hisi kwamba ni kama kila atakayekamata nafasi yoyote katika tawala hizi atakuwa mbaya, asiyejua haki kabisa. Katika mazingira hayo yupo mtu anaitwa jaji mkuu George Masaju, kama sikosei. Yaani karibu kila anapoongea inaonekana anaongea haki, majaji haki. Hapana, hakuna maelekezo kutoka juu, haki. Kwenye mazingira haya lazima kuna majaji utasikia na wenyewe wanaanza kuongea haki, hakuna maelekezo kutoka juu. Kwa hiyo mauaji huondoka. Wanaweza wakauawa watu kadhaa, wakauawa, lakini kwa kadri neno haki, hapana, mabaya haya hapana, mauaji haya hapana, hiki hapa hapana, hiki kile hapana. Mazingira kama hayo unaweza ukajikuta kuua, kuteka watu, kuonea watu si maisha tena. Kila mmoja anaanza kuona maisha ni kuwa na huruma.
Maisha ni kutokumfanyia mwingine baya. Dunia ya aina hiyo inapotokea, hata kama kuna mtu alikufa anaona hali kama hiyo, anasema inawezekana kifo changu kimehusika mambo hayo yawe salama, watu hao wafike hapo. Mungu basi asante hata kwa kifo changu, kwa sababu walau kimeregulate mambo, kimeondoa vilio kwenye hiyo jamii, kimeondoa shida. Mwisho wa siku, kwa kadri inavyoweza kusimamiwa hiyo hali, ndivyo ambavyo na waliokufa pengine watakuja kutembelea. Yesu alipotibua sana mambo, Musa na Elia walikuja kutembelea saa anapokufa, kwa sababu kuna kitu fulani, kuna taa kubwa inazimwa duniani. Watakatifu walionekana kwenye miji ya Yerusalemu, walionekana ile kitu ikikolezwa sawa sawa, waliolala wanaamka kabisa. Mnakuwa tuna Yerusalemu mpya, mnakuwa tuna nchi mpya, mnakuwa tuna mji mpya na maisha mapya, wanaamka kabisa. Lakini ukisha kwa hali hizi ambazo sisi wenyewe tunahangaika tu na sausage, kulala, tunahangaika tu na asali, tunahangaika tu na maziwa, yaani huna jipya zaidi ya kuomba Mungu afanye jipya. Afanye jipya alinde nani? Afanye jipya simamie nani? Kwa afanye jipya au anasimamia mwenyewe kwenye upepo humo juu. Lazima awe kwa mtu wa sura yake, wa mfano wake, wa akili yake. Mkijitambua, anaweza kufanya na wewe unalisimamia. Anakwenda anafanya na pale, Eliudi anasimamia. Anafanya na pale, Shukrani anasimamia. Anafanya pale, Zawadi mwanamke huyu anasimamia. Anaacha kusinzia. Pacha wako huko anasema apite mbele, wewe upite wala unasogea kiti cha mbele. Bwana asifiwe. Wewe ndio utasimamia. Mungu akifanya muujiza akampiga waziri mmoja, wewe ndio unaenda pale, unaanza kusinzia pale. Mimi ndio waziri. Nafika mama anasema mlisema sisi hatufanye, mmetuletea Zawadi, mmetuletea Libariki, anashinda, mmetuletea Amoni, anashinda kwenda kujenga. Kwa hiyo ujue na nyewe wenyewe kukuwa na kitu. Ndio maana tunakusanyika tuweze kuonyeshana. Naomba soma Waebrania 11. Mnisamehe sana, naweza nikawachelewesha kidogo. Anasemaje hapo? Fidie kidogo. Waliokuwepo toka mapema wanakuwa wameshamaliza ya kwao. Fidie. Soma mstari wa 39 tu kwa ajili ya muda. Waebrania 11:39. Waebrania sura ya 11 na ule mstari wa 39 nasema, na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao, hawakuipokea ahadi, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Hao watu wote hao waliokatwa kwa misumeno, walilala kwenye mashimo ya nchi, walikuwa wahitaji, walilala kwenye mapango, hawakupata, hawakulipwa, hawajapewa stahiki yao, kwa sababu hawawezi kulipwa pasipo sisi. Unaonaje umemaliza kazi alafu upewe kitu chako? Ndio maana nimekuambia sisi ni wafariji wa waliokufa. Sisi ni wafariji wa maisha yetu. Sisi ni wafariji wa walio hai. Ndio tunachojifunzia kanisani, ndio tunachokalia kanisani. Hatujakaa tu kanisani mtoke Amazon basi nikuja tu kwa mwendo fulani wa kwamba shida imeisha. Shida imeisha gani? Baba Adonai, shida imeisha gani? Walau nyie mmeletapo kauamsho, nyie ambao mmeingia jumla. Yule Mwandeko yule yupo mpaka sasa hivi, ametulia, ametoa macho hivi. Wewe Mwaisengera yupo ametoa macho hivi, ametoa macho. Wa sasa hivi nyie
Wa sasa hivi nyie mmebadilishapo ka upepo kidogo. Sijajua tunaanza mwezi gani. Anaanza mmoja kila siku lazima niangalie. Huyu yupo. Dani yupo. Yule Mwandeko yupo. Wameweka rekodi. Hakuna ambaye ameshinda hata siku moja. Hakuna tangu siku ile mpaka leo hakuna aliyeshinda hata siku moja. Sasa tunasubiri atakaye kwanza na nitakuona. Nataka nikujulishe tu kwamba ndio maana leo nimewataja kwa sababu sijui kama mimi ndo hakuna aliyemuona amerudi hata siku moja. Ulisa waliowatangulia akina Maja pale. Awekada ipiada pale. Yuko wapi yule Mwaisengera amejificha kwenye guzo. Sasa yameisha nini? Imeisha nini? Kuna watu mmejenga vinyumba sasa imeisha ni alage kwenye kitanda. Kuna watu kidogo mmeanza sausage ni kwenye sausage toka asubuhi. Yameisha sasa hivi tumeshapata mkondo. Imeisha nini? Imeisha nini? Kuna watu wangapi wanatamani mpaka mafuta ya kuweka kidogo kwenye mboga? Na watu wangapi wanalia, wamekandamizwa, wamekaliwa, wako gerezani, wanateswa. Unyonge ni kitendo cha kushindwa kumsaidia mtu unayejua hana hatia, hana tatizo. Huo ndo unyonge. Yaani wewe mwenyewe kushindwa kujitoa kwenye shida na kushindwa kumtoa mwingine aliye kwenye tatizo unaloona sio lazima awe pale. Huo ni unyonge. Na Mungu anasema vinyonge. Nani sasa hapa tutumie ile andiko vinyonga vitaingia? Nani unaingia hapa? Sema Mungu akitumia hii Biblia kuhukumu. Kuna maandiko Mungu aliyaweka mengine akayaweka juu ili pengine tupige hatua. Lakini atumie tu hii Biblia hii kuhukumu. Haendi mtu. Na kusomea andiko hilo andiko. Vinyonga vitaingia. Vinyonge ni kama wazinzi. Vinyonge ni kama walevi, ni kama wauaji. Vinyonge viko kwenye fungu moja. Nani sio mnyonge hapa? Nani? Unavuta bangi basi. Unavuta bangi basi. Ujui nimekwambia unyonge ni ile hali, kuna hali utaki lakini uko hivyo. Kuna kitu utaki mtu mwingine au anapitia ila huna cha kufanya. Ndo unyonge huo. Vinyonga. Soma hilo andiko, soma. Vinyonga vitaingia. Alafu uone viko sambamba na nini. Funuo 18 kama sikosea pale. Au 20. Ngapi? 21. Huyo nimenipoteza. 21 27. Sawa. Ufunuo wa Yohana sura 21 mstari wa 27 anasema. Anzia 21 tutaiona hiyo 27. Hii pana waoga. 27 anasema. Na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo. Bwana asifiwe. Hakitaingia. Alafu soma mstari wa 8:21. Ufunuo wa Yohana sura 21 na ule mstari wa 8 anasema. Ndio. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Kwa hiyo sisi wote ni kama tu wauaji, ni kama tu wazinzi, ni kama tu wachawi,
ni kama tu waabuduo sanamu, kwa sababu na wale kinyonga kitaingia kinyonge. Unyonge ndio huo, unyonge ndio hiyo. Sio kama na division nyingine ya unyonge. Unyonge ndio huo. Unyonge ni ile hali ya kukanyagwa, kukandamizwa, kuumizwa, una la kufanya. Huo ndio unyonge. Kuna kitu unatamani kula, uwezi kula. Mnyonge, mnyonge wewe. Nani sio sasa nani? Nani sio mnyonge? Lakini Biblia inatamani tufikirie, kwa nini tubaki hapa? Tubaki hapa. Ndio maana nimekuambia sisi ni wafariji. Ni wafariji wa waliokufa na walio hai. Kwa sababu wote waliochinjwa wanasubiri. Yesu anasema bado. Hao wengine walilala kwenye mashimo, walilala kwenye mapango, walikatwa kwa misumeno. Walipomaliza wasema sasa tunapewa, wasema hapana, bado. Sasa bado hao, na sisi tunaondoka bado. Hapana, unayepewa kuishi mwananchi, usimalizie nguvu zako zote kwenye sausage na vitu ulivyovikuta. Udongo kidogo tu, udongo kidogo tu, udongo kidogo ulito nato, hatujaya hata mfukoni. Basi umesahau wito wa milele. Mwambie jirani yako, twera wito nato ni udongo kidogo. Ulito nato ni udongo tudogo. Na unatotafuta ni udongo tudogo. Na unatotafuta ni udongo tudogo. Acha kuhangaika na udongo. Acha kuhangaika na udongo. Amen. Sikukatazi kufanya kazi, lakini swala la kwamba yani hata ibada unaona kabisa zinaharibu maisha. Wewe si hata ufe mapema basi uondoka tusubirigi. Una maisha gani wewe mnyonge wewe? Zinaharibu maisha, tutakufa na njaa. Si ufe tu wai wewe. Unafanya nini hapa duniani? Hata ukiendelea kubaki utafanya hapo nini Erika? Nitalea mtoto. Utalea wewe? Mbona unakulaza macho? Utalea wewe? Wewe ndio utalea watoto wewe. Utalea, umelea hapo wewe. Si ni Mungu mwenyewe alivyojipingura yule mwandeko yule. Ameenda kokota na kotaka, karudi mwenyewe. Acha shule. Kaacha, anaendelea. Amerudi shule. Kaacha, si ndio? Ni mapenzi yako yaache. Yohana, mapenzi yako ile aache mwandeko shule. Ni mapenzi yako. Si usingetaka? Si unajua kulea? Ukale wewe umeshindwa kulea wewe, kujilea wewe mwenyewe. Kuna mambo yanakuhangaisha tu utafikiri ni mimi hapa. Umemwacha tu Yesu. Utajua mwenyewe Yesu. Yeye mwenyewe kaamua, akitaka aje kanisani anakuja. Akitaka apitilize kwenye puru anapitiliza. Sisi tutalea sisi. Ile mwandeko ameanza kwenda shule ya kujipangia mwenyewe au mbembeleze? Anajipangia mwenyewe. Ya, tunaojua kulea. Sisi nikaepo duniani nilee watoto. Unalea hapo wewe? Unafahamu wengine watoto wako wameshakuwa mashoga tayari. Unajua hilo? Kwa sababu hata kuangalia kwenye mavi kule unaona utavunjika moyo. Uangalie. Siku ukijikaza utaona maajabu. Utazimia, watakubeba kuleta hapo umezimia. Unalea lini wewe? Wewe unalea lini? Unafikiri wewe kabisa ukimaliza miaka 5 kuna kitu cha ajabu utafanya duniani hapa? Haya, tufanye 5 achana nayo, uzeeke.
Yaani kuna mtu fulani hapa ukizeeka kuna jambo kubwa sana utafanya hii dunia. Walau nionepo TikTok Na wale waambia je ni akina kiboko ya wachawi je. Yaani vile tu ukinywa soda ukana na chips sasa ningekuwa nimekufa hivi nisinge. Kama hautaishi kuileta dunia Yerusalemu mpya kwenye maisha haya, huna maana ya kuishi. Una maana ya kuishi na kuna mahali utabanwa, utakumbua kwa nini sikufia kule. Maana yangu kuhubiri yote haya, hebu kipindi hiki kupitia hali hii kiwe na umaalum kichwani mwako. Kiwe na umaalum kwa tabia, kiwe na umaalum kwa hatua, kiwe na umaalum. Haya Mungu anatusaidia tuyajue. Si level zetu, si viwango vyetu kuyajua. Anatusaidia pengine kwa sababu tumesogea. Maandiko tunayosomeana, fafanuzi, vina tunavyokwenda. Naamini kabisa kuna watu mnaona hapana, hivi na hivi tumemwabudu Mungu, tumemwona Mungu, tumejifunza mengi ya ndani, lakini hapa ni ndani sana. Ni ndani. Kuna mengine tunayajua ya ndani kwa sababu tunakuwa tumekaribia na hilo eneo. Sasa kwa kadri tunavyokaribia, nishasema kinachofanyaga vitu visiive, tusiripuke mlipuko fulani, si wachocheaji sisi. Hatuna muendelezo sisi. Naomba sana fikiri haya. Fikiri sana. Fikiri haya, fikiri mtu wa Mungu. Fikiri. Ni magumu, hayaonekani pa kupita lakini ya fikiri. Naomba usimame. Simame, najua muda shachukua kutosha lakini simama tuimbe. Tuimbe alafu ombe. Ni neno la Mungu kama utangangana kuomba, utakaa. Usiwe kama Amoni. Amoni tukimaliza tu hapa yeye ni wa kwanza. Huyu aishafika mwisho. Na majaliwa kula na wanasemezana na Joshua. Panachimbika baba. Mungu atusaidie sana. Sana sana. Najua tunalala kwa shida, najua. Mimi nalaumiwa sana mchungaji, yani angekuwa naishia saa 5 tungeelewa. Sasa hiyo saa 5 na yenyewe aishi pale. Hata tulipokuwa naishia saa 5 bado niambiwa ningekuwa naishia saa 4. Tulipofika saa 4 bado ningeishia saa 2. Tulipofika saa 2 sasa Mairo alisema tuanze ibada saa 9:30. Hiyo inaisha saa 11:30, watu wanawahi kwenda nyumbani. Ndo aliyeleta saa 9:30 Mairo. Ili watu hata tukichelewa sana basi saa 12 wawahi. Tulivyoanza saa 9:30 ndio ikaanza kuvuka. Kawa na kuazika kila kunapokucha. Sasa naomba nikueleze. Mimi nafahamu unalala kwa taabu sana. Nafahamu. Alafu naomba uelewe na kuonea huruma sana. Sana kuliko unayofikiria. Bali mimi nataka hata Mungu akusaidie ubalance kazi zako siku zingine, jipongeze. Jipongeze, sema leo siendi kokote leo. Saa 9 unatoka. Saa 9 unaenda kuoga. Muda wote ulikuwa unajinyosha, ucheze simu, unasema leo nasawazisha. Kama ni mama, watoto walikuwa nasumbua, unaamka tu unawapikia chai, unarudi tena. Na wenyewe unawafunikiza, unasema laleni tena au mchezage hapa nje. Msio mnapiga kelele, mmesikia? Lakini sasa hilo ukiangalia unaona wewe mchungaji. Usingizi wenyewe utakuja. Unao kako naweza.
unaweza, lakini kuna mambo fulani unataka kuyaweka sawa. Unao utalala utafikiri umekufa. Anyway, naomba nikueleze, mimi nakuonea huruma sana, lakini ili uje ulale usingizi, upumzike. Ule usingizi ambao unataka siku moja uje upumzike, njia imepita hapa. Nje na hapo utalala wakati utaharibu kila kitu maisha yako yote. Unaweza kufanya, unaweza kutenda akubwa kuliko tu. Unaweza kufanya, unaweza kufanya mambo makubwa kuliko tuyaomba. Unaweza, unaweza Yesu, mambo makubwa. Unaweza, unaweza Yesu, mambo